Maungo Manyama. Charles Mwiguta alibatizwa na kupokea komunyo ya kwanza Novemba 2 mwaka 1975 katika parokia ya Mabui ambayo kwa sasa iko jimbo la Bunda. Pia aliimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara Oktoba 13 mwaka 1977 katika seminari ya Mtakatifu Pio wa 10 Makoko. Charles Mwiguta alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Magui Mirafuru wilayani Musoma na kuhitimu mwaka 1976. Alifanikiwa kujiunga na seminari ndogo ya Mtakatifu Pio wa 10 Makoko ya Musoma kwa kidato cha kwanza hadi cha 4 mwaka 1978 hadi 1981. Baada ya kuhitimu kidato cha 4, Charles alijisikia kuitwa kumtumikia Mungu mitarafu padri wa jimbo na hivyo kuamua kutuma maombi ya kujiunga na malezi ya upadri. Charles alikubaliwa na kujiunga na kuanza safari yake hiyo, na mara baada ya kukubaliwa alitumwa katika seminari kuu ya Mtakatifu Antoni wa Padua Mtungamo jimboni Bukoba kwa masomo ya falsafa kwa muda wa miaka 2 kuanzia mwaka 1982 hadi 1984, na mnamo mwaka 1984 Charles alitumwa tena seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea iliyoko Dar es Salaam kwa masomo ya teolojia na kuhitimu mwaka 1990. Mwaka 1991 Januari 6 alipewa daraja takatifu ya ushemasi, na mwaka 1992 Julai 27 alipewa daraja takatifu ya upadre na balozi wa Baba Mtakatifu Askofu Mkuu Agostino Marketo. Mara baada ya kupadrishwa, Padre Charles Mwiguta alianza utume wake parokiani Zanaki mwaka 1992 kama paroko msaidizi. Padre Charles Mwiguta amehudumu pia kama paroko au paroko msaidizi katika parokia zifuatazo: parokia ya Iramba, Nyegina, Kibara, Mwisenge, Mugango na Rwamwini. Pia amehudumu seminari ya Mtakatifu Pio wa 10 Makoko kama mwalimu na mlezi. Alikuwa pia mkurugenzi wa miito na TYCS kuanzia mwaka 1993 hadi mwaka 1997. Pia mwaka 2002 alitumwa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino Sauti kusomea uandishi wa habari, lakini kwa sababu za kiafya hakuweza kuhitimisha masomo yake. Padre Charles Mwiguta alianza kuugua maradhi ya kisukari tangu mwaka 2002. Mwaka 2022 changamoto za kiafya zilizidi kwa sababu ya kisukari na shinikizo la damu. Padre alilazimika kuhamia katika nyumba ya mapadri wagonjwa ya Mtakatifu Yohane Maria Vianney kwa huduma za karibu. Maradhi hayo yalipelekea figo kushindwa kufanya kazi na macho kushindwa kuona. Kwa muda wa takribani miaka 4 amekuwa akiishi kwa kusafishwa damu, yaani kufanyiwa dialysis. Pamoja na changamoto zote hizo za kiafya, Padre Charles Mwiguta anaendelea kuwa jasiri pasipo kukata tamaa, huku akimtumainia Mwenyezi Mungu. Jioni ya tarehe 8 Agosti 2026, Jumamosi jioni, hali yake ilibadilika na baadaye kutengemaa. Ilipofika tarehe 9 Agosti 2026, Jumapili alfajiri, hali yake ilibadilika tena na kukimbizwa hospitali ya manispaa ya Musoma, na majira ya saa 1:30 asubuhi mpendo wetu Padre Charles Mwiguta alifikwa na mauti katika hospitali ya manispaa ya Musoma.
Tunatoa shukrani za dhati kwa wote waliokuwa na mchango katika maisha ya Padre Charles Mwinguta toka kuzaliwa kwake, malezi yake, yaani wazazi, ndugu, jamaa na marafiki. Vile vile tunamshukuru sana Baba Askofu Mikaeli Msonganzila kwa upendo wake wa kibaba kwa padre. Kwa namna ya pekee tunawashukuru wafuatao: Paulo Felix ambaye amekuwa akimhudumia kwa upendo mkubwa, madaktari waliomhudumia, mapadre waliomtunza na wote ambao wametoa mchango wao kwa padre. Pia tunatoa shukrani